wangu kwenye bajeti hii ya ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameniwezesha siku ya leo nami kusimama katika bunge lako hili tukufu kutoa mchango wangu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshukuru sana mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya katika nchi yetu. Mama ameonyesha ushupavu jinsi gani alivyoweza kuichukua nchi hii katika kipindi cha majonzi na kutuweka Watanzania pamoja ili kutuvusha katika hali ngumu tuliyokuwa nayo. Kwa kweli tunamshukuru sana mama yetu. Sisi ni mashahidi, miradi mingi ya kimkakati ambayo mama aliirisi kutoka kwa mtangulizi wake ilikuwa mingine iko chini ya 50%. Lakini leo hii tunatembea kifua mbele wa Tanzania, miradi yote ya kimkakati iko katika hatua nzuri. Mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere leo unafanya kazi. Treni yetu SGR ilikuwa haijaanza kazi, imeanza kazi. Ile daraja la Busisi linakamilika. Kwa hiyo miradi mingi ambayo mama aliikuta amefanya kazi kubwa sana. Kwa kweli tunamshukuru sana mama yetu. Lakini pia naomba nimchukue nafasi kumshukuru sana waziri mkuu. Yeye ndio msimamizi mkuu wa shughuli zote za serikali. Miradi yote hii ambayo mama ametoa fedha, kama tusingekuwa na waziri mkuu shupavu, mahiri, haya singefanyika. Kwa hiyo mimi namshukuru sana waziri mkuu kwa ujasiri wake na uhodari wake wa kuweza kusimamia shughuli mbalimbali za serikali katika nchi yetu. Sisi ni mashahidi, tumemwona waziri mkuu mara yuko Kigoma, mara yuko Bukoba, mara yuko Moshi, mara yuko Mtwara, yote katika kusimamia shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini bila kusahau msaidizi wake ndugu yangu Biteko. Kwa kweli jamani, tuseme kweli, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Ndugu yetu huyu ameonyesha uzoefu mkubwa katika shughuli za utawala, msimamizi mzuri. Mimi hupenda sana kumsikiliza hotuba zake, zinanifundisha mambo mengi sana. Kwa kweli ni mtu makini na anachokieleza anakitambua. Namshukuru sana. Lakini naomba niwashukuru viongozi wote wa ofisi ya waziri mkuu kwa maana watumishi wa serikali ambao wameshiriki katika uandaaji wa bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wapiga kura wa jimbo la Nanyumbu. Jimbo langu kwa kweli wameonyesha upendo mkubwa sana juu yangu. Walikuwa na wasiwasi na mimi, lakini wasiwasi umewaondoa. Na hili nataka nitoe angalizo kwa majimbo mengine. Sisi wenye staili hii, mkitupa nafasi tunaweza. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, wale ambao tulishiriki katika uchaguzi ambao hawakubahatika, nafasi zinakuja, fomu wachukue, na imani wananchi watawafikiria. Asanteni sana. Lakini baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nichangie yafuatayo. Kama nilivyosema kwamba namshukuru sana rais wetu. Namshukuru sana rais wetu kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya jimbo langu la Nanyumbu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu aliyeondoka miaka 4 nyuma akija leo atashangaa. Hata amini kama yuko ndani ya jimbo lile ambalo lilikuwa duni sana kimaendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii ukija kwenye maji ilikuwa ni changamoto kubwa sana ndani ya jimbo letu. Kwa kweli namshukuru sana waziri mwenye dhamana na sekta hii. Ndugu yangu Awesu ni mchapakazi mzuri sana, ana msaada mkubwa sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Awesu nilipokuwa na changamoto ya maji, anakumbuka kwenye kata ya Maratani kuna injinia mmoja alikuwa anazingua pale. Tulikwenda kwenye ile kata na pale akamshughulikia. Leo kata ile ina mradi mkubwa wa maji na unaendelea vizuri. Nakushukuru sana injinia Awesu. Lakini mama ameleta fedha, Mheshimiwa Mwenyekiti, ameleta fedha ndani ya jimbo letu bilioni 38 kuvuta maji kutoka mto Ruvuma karibu kilomita 100 kutoka mji wa Mangaka. Mradi huu sasa hivi una 83%. Wananchi waliopo ndani ya jimbo langu katika mji wa Mangaka wanategemea kupata maji muda wote kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ombi langu katika bajeti hii, Mheshimiwa Aweso, hebu ongeza nguvu tuhakikishe kwamba maji haya ambayo tuliwaahidi wananchi wetu
kwamba ifikapo mwezi wa 6 wataanza wayapate maji haya, kwa sababu wananchi wana hamu ya maji na wanataka waone wamehangaika sana na ishu ya maji. Lakini pia naomba kumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kutuletea fedha za miradi mikubwa ya maji. Tuna mradi mkubwa kaleta karibu bilioni 3 na milioni 600 wa kuvuta maji kutoka kutengeneza bwawa la Sengenya kupeleka vijiji vyote vya kata ya Sengenya. Mradi unaendelea, na muomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Maji, kwenye bajeti yetu hii hakikisha ule mradi unakamilika. Mkandarasi yuko pale, kuna changamoto ya upatikanaji wa fedha. Taarifa mpelekwe ili mradi ukamilike. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpe taarifa mzungumzaji kuhusu Waziri wa Maji. Hata mimi kwangu alikuja akasimamia na akamtia pingu mkandarasi na maji yakatoka. Usimamizi wake ni mzuri. Nilikuwa nataka nikuongezee tu Mheshimiwa. Mheshimiwa Ali, hata mnapokea taarifa ya Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono kwa sababu lengo ni kuleta maendeleo kwa wananchi wetu, kwa wale watumishi ambao hawajibiki. Kwa hiyo na mimi naunga mkono hoja hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna miradi mingine ya maji ambayo iko ndani ya jimbo letu. Kila kata ya jimbo langu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna miradi ya maji, na miradi hii kwa kweli inaendelea vizuri sana. Rai yangu kwenye bajeti ya mwaka huu, wizara itie jitihada ihakikishe fedha zinakwenda ili miradi hii ya maji ikamilike. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiacha mradi wa maji, tunakwenda kwenye kilimo. Hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nichukue nafasi hii nimshukuru sana Waziri Bashe, makamu wake na wafanyakazi wote wa Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Bashe ameonyesha uzalendo mkubwa kwenye sekta ya kilimo. Unavyomtazama Mheshimiwa Bashe sivyo anavyofanya kazi. The way ambavyo Bashe anaonekana ni tofauti na anavyofanya kazi. Kule kwetu Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya kilimo, hasa kilimo cha korosho, ilikuwa katika wakati mgumu sana. Watu walikuwa tulikuwa wanaita shamba la bibi. Watu wanajichukulia mafedha, watu hawafanyi kazi. Lakini leo hii wakulima wa jimbo langu la Nanyumbu, ukiwatajia Bashe wanakuombea. Wanasema tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumweka bwana huyu katika sekta hii. Leo wakulima wa jimbo langu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu wamevuna karibu tani 22,000. Ninavyozungumza hakuna hata mkulima mmoja ambaye hajalipwa fedha zake. Jambo hili lilikuwa historia. Kule zamani ingekuwa ni changamoto. Watu walikuwa wanapeleka mazao yao kwenye vyama lakini hawalipo. Lakini kwa mwaka huu tunamshukuru sana Mheshimiwa Bashe. Sasa rai yangu, naomba sana Wizara ya Kilimo, hasa kwa Mheshimiwa Bashe. Pale Nanyumbu sisi ni wakulima wazuri sana wa ufuta. Katika mkoa wa Mtwara ndio tunaongoza kwenye uzalishaji wa ufuta. Tunaomba pale pawe ndio senta ya manunuzi ya zao hilo. Hatuna ofisi maalum ya kushughulika na masuala ya manunuzi. Kwa hiyo wenzetu wa MAMCU wahakikisha wanatujengea jengo ili kurahisisha manunuzi hata ya stakabadhi ghalani. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Bashe kwenye masuala ya kuhakikisha kwamba stakabadhi ghalani inafanya kazi 100%. Leo korosho tuwe stakabadhi ghalani, ufuta stakabadhi ghalani, na mbaazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbaazi kwetu sio mboga, mbaazi ni zao la biashara. Na hili Bashe amelikadhania sana. Leo wananchi wa Mtwara, wananchi wa jimbo langu wanapata fedha nyingi sana. Sasa kuna zao la choroko na sio anaingiza katika stakabadhi ghalani, na mimi na kwa mikono miwili na baraka jambo hili kwa kweli itakuwa mkombozi kwa wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wa AMCOS katika jimbo langu. Mwaka huu wamefanya kazi kubwa. Wamepokea mfumo mpya wa malipo, lakini wamekuwa tayari kuusimamia na kuleta tija kwa wakulima wetu. Na nakipongeza chama cha AMCOS cha jimbo cha kata ya Nanyumbu AMCOS kwa kufanya vizuri na kuweza kununua gari jipya kwa ajili ya wakulima. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua muda sio rafiki, lakini naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Waziri wa Afya, Waziri wa Elimu kwa miradi mbalimbali ambayo wametuletea katika jimbo letu. Mwisho nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo wilaya yangu jimbo
vijiji vyote 93 vina umeme, vitongoji 526, vitongoji 411 vina umeme, na muomba waziri hakikisha vitongoji vilivyobaki vinapata umeme katika mwaka huu. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Yahya Ali Mhata, lakini kwa mujibu wa kanuni ukipewa taarifa unatakiwa uikatae ama uipokee na sio kuunga mkono. Mheshimiwa